Naitwa Rosemary Wangari Kibuga, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimenyenyekea kwa sababu ya upendo wa msalaba na pia uaminifu wake ambao Bwana ameendelea kudhihirisha katika maisha yangu. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametukarimia kila mmoja wetu, na zaidi ya yote kipaji cha uhai ya kwamba tumepatikana siku ya leo katika madhabahu haya, na ili tukaweza kusikia sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa unyenyekevu mkubwa ningetaka kunyenyekea na kuheshimu neema ambayo Mungu amekarimia mchungaji wetu. Kwa hiyo kipindi chote amekuwa pamoja nasi, pamoja na wazee wa kanisa. Ninanyenyekea ni kwa sababu na heshimu hiyo neema, na pia mwaliko huu ni mwaliko ambao nimepokea na unyenyekevu mwingi wakati nilipokea the invite, na nikasikia ya kwamba ni kweli tumekuwa pamoja nani for the last 6 years, but this platform is a very special platform. It is a platform like the platform I've taken, not like any other platform ambayo nimekuja hapa kwenye Banana. Ni kikao ambayo nimepokea na unyenyekevu mwingi, nikiiputia ama tunapo ya kwamba ni ibada ya mwisho ya parokia ya mchungaji kuwa nasi, na kwa hivyo ninaposimama kwa madhabahu haya ni kwa sababu ni yake. I take this opportunity with all humility. Mchungaji nanyenyekea sana, na pia wazee wa kanisa ni kwa sababu ya kunipa nafasi hii ya kushiriki neno katika siku hii ya kuwekwa wakfu katika uongozi. Bwana asifiwe. Naleta salamu za familia na pia za kanisa langu la PCA Macedonia, na ninakumbuka tuliongea na chairman wa kanisa na wanajua niko hapa, na wanajua activity ambayo iko ni mimi ni kiongozi, na kwa hivyo siko hapa kwa ajili, na kwa hivyo alinituma pia na salamu, kwa hivyo zote muweze kuzipokea. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. So tunataka kuingia katika kipindi cha neno ndio tuweze kuokoa wakati, na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya jana, kwa sababu tulipokea mafundisho kwa wale ambao ni viongozi, na ninajua ya kwamba leo we are just summarizing na ili tukaweza kuingia katika kazini. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. So nataka kuletea fundisho fupi, kwa sababu litakuwa ni fundisho na nitaweza kuileta in 2 parts. Na pati ya kwanza nitaongea kuhusu leadership, na pati ya pili nitaongea kuhusu departure, lakini nitachukua muda mchache na baadaye tutaweza kuomba na ili niweze kurudisha hii microphone. Kwa hivyo Mungu atutangulie tunapoingia katika neno. Salimia mwenzako, umwambie karibu katika ibada ya neno. Ndani ya lugha ni kwa sababu ni fundisho how to govern yourself as a leader, na hiyo ndio litakuwa somo letu kwa dakika chache, na ninaamini Mungu ataweza kutubariki. Na nitaanza na kusema ya kwamba true leadership is not about leading people. True leadership is not about titles. True leadership is not about positions. Na tunapoongea kuhusu uongozi, it doesn't start, or it does not start with leading people as I have told you. It will start by leading yourself. And that's why we want to talk about how to govern yourself as a leader before you lead the people that are behind you. So it is a situation where you lead your team, you lead your organization, you lead a nation if you are president, and you lead all those people the way you lead yourself. So wakati tumeweza kuigizwa kazi, na ninaposema hivyo ninajua ya kwamba hili somo ama hili neno sio tu ya viongozi, ni kwa sababu kila mmoja wetu ni kiongozi. Nilikuwa nikitazama tukiwa nyumbani tuna viongozi, tuna waume na wake, na pia tukiwa kazini tuko na viongozi katika kazini, tukiwa katika biashara zetu bado sisi ni viongozi katika kule biasharani, na pia tukiwa katika vitongoji vyetu bado sisi ni viongozi. Kwa hivyo ujumbe huu wa kila mmoja wetu, wewe ambaye haukuweza kukaribia pale kama kiongozi, ndipo tumesema uongozi sio position, sio title. Hii ujumbe ni ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. So the way you lead yourself
Ndiposa utaweza kuongoza wale wengine wako nyuma yako, hata kama ni nyumba yako katika familia. Na kwa njia nyingine tunaongea kuhusu uongozi ni wakati utaweza kuelewa kipawa ambacho uko nacho. It is about discovering your God-given abilities. So you discover your gift. So inaanza na wewe kujielewa na kuelewa ya kwamba ninaweza kutekeleza haya na yale. So when you discover your God-given abilities, unaweza kutumia kile kipaji ama kipawa ili ukaweza kumtumikia Mungu na watu so excellently to a point where people start following you. In return, they give you the gift of royalty. So ninaposimama hapa kama mwalimu wa neno, lazima kwanza nijielewe ya kwamba nina uwezo wa kufundisha neno. Na ninaposimama na kile kipawa, ninakitumia kumtumikia Mungu na kutumikia wateule. Na I do it so excellently. Therefore you have to look or to pray for the excellent spirit. Kiwango ya kwamba wale watu unaweza kuwaongoza, wanaweza kukufuata wewe. So sio wewe utafuata kile kikosi, ni wale watu unaongoza wewe ndio utaweza kutangulia. Na the reward ama the gift they can give you in return is what we call the gift of royalty. Praise the name of the Lord. So the greatest leaders never started with the people, they started with the vision. So kama kiongozi in whatever capacity, haitaanza na watu kuwa nyuma yetu, itaanza na maono. So great leaders, even in history, have never started with the people, they have ever started with the vision. And another name for leadership is influence. Another name of leadership is influence. And what is influence? Influence is the ability to compel men to buy into your ideologies without using force or cruelty. So wakati tunasema wewe unashurutisha watu kukufuata, kuna huo uwezo ya kwamba utaweza kushurutisha watu wa kufuata. Hautatumia nguvu, hautaweza kutumia dictatorship, lakini ni ile unaongoza with an excellent spirit, kiwango ya kwamba they will give into your ideologies, to your plannings, na ili wakaweza kukufuata bila kutumia nguvu na bila kutumia kifua. And this is influence, ability to compel men to buy into your ideologies without using force or cruelty. Na ndiposa tulikuwa na maneno ya kutuongoza, ilikuwa ikitoka katika Proverbs chapter number 30 verse number 27. Proverbs chapter number 30 verse number 27, we had our call to worship, and the Bible says, the locusts have no king, yet they advance in lands. Yakwamba nzige hawana mfalme, lakini wao huwa wanatembea katika vikosi. Bwana asifiwe. So for them that love to study the Bible into deep, Proverbs chapter number 30, it is called the wisdom of Agur. I don't know the pronunciation. You may pronounce it as Agar. It is A-G-U-R. Kuna mwanamume pale anaitwa Agur. And this was the wisdom of the most honest man in the Bible. And the Bible calls him Agur, the son of Jackie, according to verse number 1. It is in your Bible. And the wisdom of this man Agur in Proverbs chapter number 30, it is filled with observations of life and the natural world. Actually, ukienda uweza kuisoma yote, tutaona akipata a lot of observation ya mambo ambayo inafanyika kila siku. Na in particular, anaweza kutazama, ako na mtazamo wa kimaisha na mambo ambayo inaweza kufanyika naturally. And Agur, or this man Agur, he is inviting us again, and especially today, to look again at our world with an eye of a man of faith who is an observer of character. Na kwa hivyo kuna mifano mingi amepeana pale,
na anataka kuyatumia iweze kuashiria hekima kwa sisi ambao sisi ni binadamu na tuko uhai, na ili tukaweza kujifundisha na ile mifano. Na kabla tufike katika kifungu cha 30, ukisoma verse 2 and 3, verse 3 says, I have not learned wisdom, nor have I attained the knowledge of Holy One. Na kwa hivyo kulingana na kipengele cha ule ukurasa, anaitwa ni hekima ya huyu mwanaume, lakini tunaona unyenyekevu mkubwa sana anapoashiria yale maneno, na anasema ya kwamba I have not learned wisdom, yet he is speaking wisdom to all of us, nor have I attained the knowledge of the Holy One. So in this verse we see a humble person who is very careful not to boast of his spiritual knowledge, and he brings his lesson to us with all humility and great humility indeed, not from a position of superiority. In other words, he wants to tell us, Yakoba, philosophy failed me as a ghoul, yet the revelation is my soul confident. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba hajigabi. One quality of a leader is that we need to serve in humility, because it is about servant leadership. Na kwa hivyo anapoashiria ile hekima, anakuja na unyenyekevu, akisema ya kwamba mimi sina hekima, lakini ninaegemea ufunuo wa aliye juu. Na kwa hivyo ukisoma katika verse 24 to 28, kabla tufike hiyo 27 iko hapo katikati, huyu mwanaume Agul alitazama in the world of animals, and he noted 4 small animals. Mahali umeketi labda unaweza kuona a small insect walking around you. So this man Agul looked to the world of animals, and he noted 4 small animals, the most literal on earth in actual sense. It says, though literal, they are exceedingly wise. Praise the name of the Lord. So he noted one insect by name ant, na akaweza kuona another one called badgers, that is between 24 and 28. And number 3, he noticed now about the locust, about tumeweza kusomewa katika neno la kutuongoza, na ya mwisho akaweza kuona the lizards. So kwa Kikuyu tusiitaga vigiriri, kategori yake ndio nile cietagwo ikami, number 3 akiona horo wa ngige, na number 4 akiona horo wa njagathi. So when I pronounce them as that, now you understand, Yakoba, they are the smallest insect on earth, but the thing that you need to, you're supposed to notice that they are exceedingly wise. Bwana asifiwe. So what does that mean? Yakoba, no human trained them in their wisdom, no human effort that trained him in their wisdom. They are truly taught of God. And so we may also take, we are supposed to follow that. We're supposed to be like this little insect. Yakoba, the wisdom they have as leaders, as we govern ourselves as a leader, we need to adopt this type of wisdom. The Bible says they are exceedingly wise, meaning that the size does not determine wisdom. Tell your neighbor that size does not determine wisdom. Praise the name of the Lord. Nimeona deacons ambao wameingia upya, na I'm here to encourage you, Yakoba, usijidharau. So it doesn't matter whether wameserve for many years as deacons, haifai that you feel intimidated, because even the size of the timeline does not determine wisdom. Praise the name of the Lord. So Agul listed 4 examples, as I have said, that each teach a principle of wisdom. They all teach a principle of wisdom, but for the purpose of today's theme of leadership, because the theme of today is leadership, we will only study about the locusts according to our leading words. Yakoba, the locusts have no king, yet they advance in lands. So the locusts don't seem to have any kind of appointed leadership or structure. I thank God for our church, because
it has structure, na hata vile viongozi wameitwa kulingana na the structure ama the rankings. But as we are talking about Rockcast, they have wisdom to advance in ranks, yet they don't have a king. I hope you are getting that. Praise the name of the Lord. They overwhelm anything that is on their way. I remember in our country, wakati kulikuwa na hiyo kuvamiwa na nzige. Even it was a national disaster. You remember how the things were. Because the characteristics of Rockcast is that number one, they don't have king, but they advance in ranks. They overwhelm anything that comes along their way as they look for a greener pastures, maybe because of famine. Na kwa hivyo Rockcast are similitude of grasshoppers. Na shukuru Mungu hapa tuko mashambani, sio kama kule kwetu mijengo ndio mingi. But every time I come this side, I feel as if I'm at home. Even the air is very fresh. So we understand about grasshoppers. So when we are talking of Rockcast, they are similitude of grasshoppers. But this type of Rockcast we are talking here, they are very terrible grasshoppers. And they move in large groups. And when they attack a farm, a whole agricultural product can be lost. Na hiyo tuliona kwa runinga wakati tulivamiwa na ile shida miaka ambayo imepita nyuma yetu. We understand what has happened in history. So in the book of Joel, if you see a verse in Joel chapter 2, we are not going to read. Joel 2:25, the locusts are used to describe the army of God. And I was loving the rankings of Rockcast in that verse, so that we may be able to understand our call to worship. Yakoba, the Rockcast have no king, yet they advance in ranks. Ukisoma pare, we see 4 groups of Rockcast, and the number 1 group is the swarming locust. And then we see the crawling locust, and then we see the consuming locust, and then we see the cutting locust. I was trying to study a little bit about Rockcast when I was preparing this sermon. Na nikaona ya kwamba the crawling locust ni ile stokaga dahi. So when they crawl, nitagotarema mugunda waku gutire kindu itigaragia. But I was loving one characteristic for them to start the journey to crawl. Ate shiromanaga or dahi karumewe ngina haha thutha. So they move together. You can try to imagine so you can imagine and this is the cluster ya kwamba build capacity ya corona madhagu. So zinaendelea na hizo stages until zipate kuwa na ile mabawa ziweza kufry, and that's why we call them the swarming locust. So that is the characteristic I was loving about the crawling locust. Na kwa hiyo they gotaremera gutire kindu ingetigaria mugunda waku before they get to the next stage of the swarming locust. And when we are talking of the swarming locust, nitoria njoke ongiona ciokete cie gurufu, inabidi urale chini na hiyo wingu iweze kupita. Tuliona Kasarani wakati wa kiongozi ameweza kuoborezwa, tunajua ya kwamba kuna njoke ciokire na tukaona askari wote wamelala kifudifudi. Ogwo niguo ngige cio cigeraga cithiaga ria njoke cigeraga na when you see them, you see that this army is very dangerous. Na unajaribu vile utaweza kujikinga. So you can see now the rankings of the locust. Yakoba, we have the swarming locust, we have the crawling locust, we have the consuming locust, and then we have the cutting locust. Na ugalia gweciria mugondo ucio waku urimaga niki kingetigara wakati hivi vikosi vinne vimeangukia shamba yako. So God is using that part B of verse 25 to describe his army. Yakoba, God says, my great army which I sent among you. So this means if the locusts fought against themselves, they would get nowhere. Na ndiposa Mungu anatumia ule mfano kudescribe Yakoba kikosi chake cha vita kinafanya kazi kama nzige, because they have no king, yet they advance in ranks. So what is the lesson are we getting from the locust?
ni ya kwamba the lesson we get from Locust is that teamwork always wins the day. Tell your neighbor that teamwork always wins the day. Praise the name of the Lord. So from the Locust, now I want to give you the marks of a self-governed leader. Remember, we are speaking about how to govern yourself as a leader. So the marks of a self-governed leader. Number one, according to that verse of Proverbs 30:27, Yakoba Locust have knocking. So mark number one of a self-governed leader is that as a self-governed leader, you must be self-motivated. Praise the name of the Lord. Be determined to be self-motivated. Number two, we have heard that they advance. So mark number two, a self-governed leader must be self-directed. He must be self-directed. And number three, we have heard they move in ranks. So the mark number three is that a self-governed leader must be self-disciplined and orderly. Self-disciplined and orderly, because workers move in an orderly manner even if everything around them is chaotic. So ya kwanza nimesema self-motivated, ya pili nimesema self-directed, and the last one I've said self-disciplined and orderly. So leadership does not start by people following you. Praise the name of the Lord. We have so many groups in our church, Christian education, we have evangelism, we have JPLC, we have called them, we have all of them. But I'm here to tell you, as the leader, I'm the chairperson, whether you're secretary, you're treasurer, that office, ya hicho kikundi, leadership does not start by following. Leadership does not start by people following you. So usitarajie wale unaongoza ya kwamba wakuwe mbele yako. Wewe kama kiongozi lazima uweze kutangulia. And the leadership does not start by having a position, as I had said. It is not about your position. It is not about your being chair, being the secretary, being the parish chairperson. It doesn't start by a position. Leadership does not start by having an appointment letter. It will start by having a self-governed life. Tell your neighbor, self-governed life. And because I said that I'm doing it in two parts, let's go to our second reading that was coming from the book of Mark, chapter number 1, from verse 32 to 37. And in this portion of the scripture, we see a model of a self-governed leader who is our Savior, Jesus Christ. I was loving this because Jesus is the head of the church, and therefore he needs to be a right model for us. As we work in the kingdom, he is our right model. So few things we need to cite from there. That the Bible says at the evening, it was after a very busy day. I was loving when Chugaji was telling the readers ya kwamba Mungu haiti wale ambao ni wachoyo, ni wadhaifu ama wavivu. He doesn't call the idlers ama the lazy. So we see a model Jesus Christ. It was a Sabbath day. It was a direct day. And we see that he was very busy. The day was very busy. Kama vile siku imekuwa with a lot of activities kwa mchungaji wetu. So it was after a very busy day, and Jesus was ministering after the sundown. We might be looking the time, lakini you can imagine, hiyo sabato iliisha na akaweza kutekeleza majukumu mengi, na sasa imefika jioni wakati jua linatua. And the day was ending. It was the Sabbath day. Na hiyo supported from verse number 21. Yakoba, it was the Sabbath day. And I want to remind you something, that there were Sabbath restrictions. Remember, ni wakati jua limetua na siku ama masaa ya kutekeleza majukumu yameweza kuisha, na wakati ule kulikuwa na a lot of restriction that pertain Sabbath. And some of the restrictions were that we are not supposed to travel. And number two,
ya kwamba kulikuwa na restrictions about activity. Kwa hivyo kulikuwa na timeline ya kwamba ikifika haya masaa haufai kutekeleza majukumu. Yet people came to Jesus. The Bible says it was in the evening, according to verse number 21, the people came to Jesus to be healed. And according to your Bible, they came in multitude. And the Bible records that the whole city had gathered at the door. Nimeba katika ile nyumba watu wakakuja zaidi ya vile tumeketi, na wote kwa sababu ilikuwa ni jioni wakasimama kwenye mlango wakitaka kuponywa. And Jesus worked very hard to serve the needs of others and always put their needs before his. And this is the character that we need to adopt as leaders, that we must work very hard and we must put the other ahead of us. We must put the needs of the people we are reading ahead of ours. So verse number 35 in our reading, the Bible says that after a long day, tungeweza kufikiria ya kwamba vile Yesu alikuwa amechoka na alikuwa ametekeleza mambo mengi ambayo ilileta uchofu katika mwili wake, tungetarajia kama wanadamu ya kwamba angejipea visababu. Tell your neighbor that leaders should not give excuses. Praise the name of the Lord. So we tend to think Jesus would have an excuse of tiredness and fatigue, and maybe we could think angechagua kwenda kupumzika na kulala. Yet he, having listened from a long while before daylight, he made less time for sleep and more time for prayer. Kwa hivyo wale watu walisogea kwa mlango, hakupeana kisababu ya kutowaponya. Aliweza kuwaponya na wakachana akaenda akapumzika. Biblia inasema ya kwamba aliamka mapema sana kabla ya asubuhi kufika, wakati wengine wote walikuwa wamelala. Kwa hivyo hakusimamisha sababu ya kwamba juu nilitekeleza mengi jana na nikachoka ati ninafaa kulala. Kwa hivyo hakujipea sababu. And the Bible says alipoamka ile mapema, asubuhi na mapema, ile alfajiri, Biblia inasema ya kwamba Jesus knew that the pressure and the busyness should drive us towards prayer and not from prayer. Hata kama umechoka na umetekeleza mambo mengi kama kiongozi, na hiyo it is going forward mpaka katika familia, katika biashara zetu, ile kuchoka isikuwe ni sababu ya kukutoa katika nafasi ya maombi. Semeni amen. Praise the name of the Lord. Sababu ile kuchoka na kufadhaika kwa sababu ya uchofu inafaa kukusukuma katika mahali pa maombezi. Biblia inasema ya kwamba, ama kabla nilikuwa nikiwaza na mawazo yangu, wakati Yesu aliamka akaenda kuomba, nikajaribu kufikiria alikuwa akiombea nini akiwa peke yake ile alfajiri na mapema. And Jesus, we may tend to think that Jesus used prayer to bring about a close and intimate communion with God and the Father. Yesu alijua ako duniani na alijua amevaa mwili wa kibinadamu ambao unahitaji ushirika mwema na Mungu ili aweze kushinda vita vya ulimwengu huu. So nafikiria kama mtu ya kwamba alikuwa akijiombea ya kwamba Mungu, hata kama ulinisaidia nikatekeleza yale, ninaomba unisaidie niweke ushirika mwema na wewe Baba yangu. Na pia aliomba ya kwamba vile niliweza kuashiria uponyaji kwa wengi, naomba ya kwamba Mungu uweze kunirejeshea nguvu. So he prayed for the nourishment and the strength of his soul. Na pia tunaweza kubelieve ama kuamini ya kwamba Yesu alijiombea na pia akaombea wale wote alikutana nao siku iliyopita na akaweza kuwahudumia, na ili vile waliweza kupokea ya kwamba Mungu aiweze kuifanya permanent na waendelee wakishuhudia matendo na makuu ya Bwana. So I thought to think alikuwa akiombea hao aliweza kuhudumia, na pia ninataka kufikiria ya kwamba aliweza kuomba he would meet and minister to the activities of the incoming day. Maana ilikuwa alfajiri na mapema. Ninataka kuamini ya kwamba aliweza kuombea siku yake ili shughuli za hiyo siku na wale wote ataweza kukutana nao na kuhudumia, Mungu aweze kumpatia kibali. So and this sound to be our motivation as leaders,
that we must adopt a life of prayer and it should be our priority. Salimia kiongozi aliye karibu na wewe na umwambie prayer should be your priority. Siwezi kukuja kufundisha hapa kama sijaomba. Bwana sifiwe. So this is our motivation we are getting from our model, Jesus Christ, the head of the church, of a being self-governed life. Na njia moja ya kuweka kibao mbele ni kuwa mwombezi. So the Bible says Jesus went in a solitary place in all of us, and this is now what we call the self-motivation when I was giving you the marks of a good leader. So he motivated himself to go in a solitary place. Usigojage maombi ya kufuga na kuomba na kufuga itagaze ndio uweze kuomba. Learn to drive yourself. Motivate yourself ya kwamba ninaweza kwenda na nifuge siku 3 hata kama hatuna viongozi wangu. Naweza jifuga na niombe, naweza study Biblia yangu hata kama sijapewa invite ya kuja kufundisha. I need to be solitary, preparing several series of teachings, sio kujitayarisha tu wakati ninapokea mwaliko. Bwana sifiwe. So Jesus knew the importance of solitary time with God. Praise the name of the Lord. So verse number 36, the Bible says, and Simon and they that were with him followed him, and when they had found him, they said unto him, all men seek you. Kama wewe una highlight Biblia yako, highlight that word ya kwamba all men seek you. Bwana sifiwe. Praise the name of the Lord. So the lesson we are deriving from this passage, Yakoba alipofuatwa na Simon na Petro, walipomfuata kumtafuta na kumwambia watu wote wanakutafuta, is that we see a very good model of a self-governed leader. Yakoba kikundi ama kikosi ndio inamfuata. Yeye yako mbele ametangulia, and we need to ask ourselves, why is a great crowd crowded together? Hawa watu walikuwa wakimtafuta, ndio watume Simon, ni kwa nini wamekusanyika pamoja na ni watu wengi? So why is a great crowd gathered? Why is the crowd following him? And I'm here to let you to note better that an effective leader does not follow the crowd. And this you must underline in your note. Yakoba, an effective leader does not follow the crowd. It is the crowd that follow him. It is the crowd that follow him. So ukiona ya kwamba wewe ni kiongozi na wewe you are always behind, hata ndio unachelewa, members wamefika kabla yako, then you are in the wrong office. So an effective leader does not follow the crowd. It is the crowd that follow him. So when crowd follow you, there is an evidence of result. There is an evidence of result. And I repeat again, there is an evidence of what? Of the result. All men seek you. And it was the crowd of great gathering. So all men seek you. Why could all those seek him? Because there was evidence of what we call result. Bwana sifiwe. Are we learning? Bwana sifiwe. So there was an evidence of result. Ukiangalia watu ambao unaongoza katika uongozi wako, if there is no result, then ask yourself why. I was loving mchungaji yesterday akisema ya kwamba before you tell people on how to do, tell them why. Viongozi mnajua mlisoma. I was also following you because I knew that we'll be together today. So there was that how, so that we give we need to give the reason so that we show now the model, and when we show how, it is when we obtain result. So ukiona hakuna matunda ama hakuna kitu umezalisha, jiulize swali kana kwamba umelala katika ofisi. And as the people follow you, I told you they give you the gift of royalty. Ukiona hauheshimiwi kama kiongozi, ukiona watu wanaongea na ile mwenyewe, si tunajua hiyo, ujue ya kwamba they are not loyal to you. Ukiona ukiitana na watu hawakuji, ujue ya kwamba they have not given you the gift of royalty, so that you ask yourself why.
Praise the name of the Lord. So when they found him, they tells him, all men seek you. Good leadership ni ya kwamba itakuwa ni ya kwamba ya kwamba all men will seek you. Yani you be a solution, you be a problem solver. And one preacher said ya kwamba there are some things you may have, only women will follow you. And leaders, listen to this. There are things you may have, only men will follow you. Hata katika family level, ni vizuri pia kujiuliza hii. There are things that you may have, only children will follow you. But kuna vile Mungu anaweza kukupackage ya kwamba you are so loaded that all men seek you. Semeni amen. Praise the name of the Lord. So we need to adopt the ideologies where all men will seek us. Meaning that we have to be problem solvers and we be ready to offer solutions to all men. Hata kwenye tunaishi, wacha hata mzee akija kwangu, hata kama ni mtu kwa ubari, aweza kuniuliza swali ni kwa sababu anaamini naweza kuwa a problem solver. Ama mwanamke, kijana, ama mtoto, usiwe ni ya kwamba ni one cluster of people that is following you. Jesus, tuliona ya kwamba all men seek you because of the power of result. Je, tunasoma? Praise the name of the Lord. Let me give you 4 pillars as we wind up that session. 4 pillars of leadership. 4 pillars of leadership. Number 1 is genuine love for God and men. Pillar number 1, genuine love for God and men. And that one, you back it up from Matthew 22:36-40, where we have the 2 commandments that summarize the law and the prophecy about loving God being the first priority, and also the love to the neighbor. So lazima tupende wale watu tunaongoza with a very genuine heart. And there is a good example about hatutasoma in the book of 1 Samuel, chapter number 22, verse 1 and 2. Wakati when David now aliweza kupata ushindi mkubwa wa kuua Goliath, na ametoroka ni kwa sababu Sauli anamuida. Biblia inasema aliteremka katika the cave of Adullam in the book of 1 Samuel 22 verse 1 and 2, na akakuta watu pale, watu ambao walikuwa na shida mingi, walikuwa ni watu walikuwa na madeni. In that verse number 2, let me read it in Kikuyu. Nake Daudi agekera chapter 22 verse 2, that is 1 Samuel 22 verse 1 and 2. Todo cio Daudi agikiuma kuu akihonokeria nguruga-inĩ ya Adulamu, na rĩrĩa ariũ a ithe na andũ othe a nyũmba ya ithe maiguire ũhoro ũcio magĩikũrũka kũu kũrĩ we, na mũndũ wothe ũrĩa warĩ na mĩnyamaro. Leaders, this is yours, that we need to love these people. Na mũndũ wothe ũrĩa warĩ na mĩnyamaro, na ũrĩa wothe warĩ na thirĩ, na ũrĩa wothe waiguaga ũũru na ngoro, that is bitterness, makĩũngana harĩ we, agĩgĩtuĩka mũnene wao amathage, nao andũ arĩa arĩ nao kũu marĩ ta 400. So you can imagine what became later the greatest mighty men, the great mighty men of David. Ni hao ambao umesikia nimewasoma. Alianza na watu walikuwa na madeni, walikuwa mioyo yao imeinama, ni watu ambao walikuwa wamefinyiliwa, hawakuwa na namna, na ati hederia Daudi amakorire akehitha nguruga ya Adullam, ati othe makimwira nitwetikira utuike munene witu utwathage, ati nao mari andu 400. Ana ukiendelea kusoma in chapter number 30 of that 1 Samuel, ukisikia mambo ya Ziklag, arĩa marũire nake na arĩa makinyĩrire indo iria ciatahĩtwo nĩ andũ aya, because he empowered them, makiuma in the state that they were, na akimatua his mighty men, na ndiposa kikawa kikosi cha Daudi. So readers, this is yours. Ndukanyarare mũndũ tondũ ndarĩ ũrĩa hana thaici. We don't know about tomorrow. So just love them genuinely.
Todo you don't know the version about Mungu anataka kuproduce from them. Now eventually they will be your mighty men. Praise the name of the Lord. Genuine love for God and men. Number 2 is character. Character. So as leaders, we must have character. 1 Timothy chapter number 3. 1 Timothy chapter number 3. Kuna I don't know what to call it, but kuna ile Mwakenya ya kuwa na tabia mzuri pale. Now this is for all of us because we are all leaders. Na Biblia inasema ukisoma verse number 1 to 9, although sitasoma yote lakini wacha tu nisome ndio uweze kuelewa ya kwamba uhoro uyu niguo wa kwihokeka ati mundu angenda gutuo murori wa maundu ma kanitha, because now it is for the leaders. Ni wira mwega eriragiria agathikagirwo ni ciana ciake hatari uhoro wa itheru. Tonduri mundu angikorwo atekumenya gwatha nyumba yake mwene ri angihota atia kumenyerera kanitha wa Ngai, na ningi ndagakorwo ari mundu wa mwitikanio nigetha ndakae kugwa ni undu wa mwigatho, atuike wa gutwirwo cira uria mucukani atwirirwo. Ningi no mwaka korwo ari na ngumo njega hari andu aria matari athiritu itu na kuma tura-ini, nigetha ndagatuike mundu wa gucambio kana agwatio ni mutego wa mucukani. Atungati akanitha nao ni magiriirwo ni gutuika andu matari na itheru na matari na menua iri, na tini ndauga ni kirikano yakwa kirathoma uguo, na makorwo matari andu a gukorokera ndibei. Ningi aria matari ahahamiri indo na njira itagiriire. Ya mwisho no makorwo mari andu marumite urutani-ini wa witikio uria utuire hitho-ini mena dhamiri utari na mecuko, na hiyo haifai kuongezwa. Bwana asifiwe. This is the character of a leader. Now number 3 is the competence. Number 3 pillar of leadership is competence. Proverbs 18 verse 16, the Bible says, keo kia mundu nikimuhinguragira njira. Proverbs 18 verse number 16. And the other scripture for that is Genesis 41 33 to 46, ambao hatutasoma pia. So you have to be competent. Na ukithoma uhoro wa rugano rwa Yusufu, tunajua ya kwamba kuna wakati aliwekwa jela. We always talk of 4 P's as far as the Joseph is concerned. Maana pia kwanza alitaka kuwekwa katika shimo na the brothers kwa sababu walijua anapendwa na baba yake, na finally wakaona tusimweke kwa shimo. Wakamtoa kwa shimo, wakamuuzia an Ishmaelite. Hapa nimeshindwa kupronounce. An Ishmael ambaye alikuwa amekuja kununua the slaves. Walipoona akipita wakamuuza ili aweze kwenda naye katika Misri. Na hapa ndipo tunaona alipoenda katika Potiphar's house akaajiriwa pale kama mwangalizi wa nyumba ya Potiphar. Na that is come for the second P, the Potiphar's house. Anapo ndipo alitamaniwa na mke wa Potiphar na akataka kumnajisi na akajitoa na akajinasua, na hapo akawekelewa ya kwamba alitaka kumnajisi ambao haikuwa ni kweli. We know about the story. Na hapo ndipo alienda the third P, akaweza kurushwa jela katika prison. Na katika prison usiwahinyoshia mtu kidore, because in the prison kuna nafasi mbili ambapo watu wazuri na wabaya wanakutana pamoja. Moja ni prison, unaweza kuwa genuine nikigenyo waigerirwo nikio we jera. So katika prison Joseph hajaasi, lakini akona wafungwa wengine ambao wanafikiriwa kutaka kumaliza mfalme, the chief butler and the chief baker, mwenye alikuwa akimpatia difai na mwenye alikuwa akimwekea chakula kwa meza. Na ningetaka ujiulize kwa nini walikuwa jela? Maana tunafikiria ya kwamba wameshtakiwa kuna mmoja wao alitaka kumaliza mfalme through the food poisoning. Na alipowaona pale tunajua hadithi yake, aliona wakiwa na stress. Naye bado amefungwa, hajakosea lakini hana stress. Na akawauliza, we know about the story.
ya kwamba wote walikuwa na stress ya ndoto ambazo walikuwa wameota. Na huyu wa Defy alikuwa ameota akituna the grapes ambazo zilikuwa zimekomaa vizuri na akizitayarisha na akapasha mfalme Defy. Na mwingine akaota akikaputa mikate ya aina yote anapobeba kupelekea mfalme. Biblia inasema ya kwamba ndege wa angani wakaweza kutoa zote, kukula yote. Na wote wakaambia Yusufu, tuko na shida ya kimawazo ama stress sababu tulikuwa na ndoto lakini hatujui tafsiri yake. Na Biblia inasema ya kwamba Yusuf ama Joseph akaweza kutafsiri zile ndoto. Na moja ilikuwa dream warning ya yule wa mikate, ni kwa sababu alimwambia vile tuliona ndege wa angani wamebeba mikate, wewe wira waku kwa mthamaki ni wathira. Na mwenye alikuwa akitayarisha ile Defy akamwambia this is a dream instruction, maana wewe ndiye utaregeshewa nafasi yako katika kutumikia mfalme. Na ni huwa mwelile ungegathi kwa mthamaki ukaririkana kuweta ritwa riakwa. That is the story in the book of Genesis chapter number 40. Na ukiruka katika 41, between the two chapters ya 40 na 41 ilikuwa ni kipindi cha miaka miwili kulingana na Genesis 41 verse number 1. Na Biblia inasema ya kwamba hau niho muthamaki agĩire na kiroto, the Pharaoh's dream, na aliona ng'ombe 7 wanono wakimezwa na ng'ombe 7 webaba sana. Na kirikana ukiugaga isi heju riria ciameririe ici noru ciahanie ta itarite kindu. It is in your Bible. Na akiona ate corns of wheat ambazo zilikuwa 7 of them very fresh and green and very productive, na hizo zikamezwa na zingine zilikuwa hazijazaa na ambazo zilikuwa konde sana zikamezwa hizi nono. Na hilo ndoto likachanganya mfalme na hakuweza kujua tafsiri yake. Na alipoita the wise men, the astrologers, the dream interpreters, wote hawakuna mmoja aliweza kutafsiri ile ndoto. Na yule mkijana wa kutayarisha Defy, verse number 9 of Genesis 41, the Bible says, I remember my fault. Hederio nile aria mafati gutaura iroto ni maremwo akiririkana there is a young Hebrew boy ambaye alinisaidia nikiwa jera na akijira ndokaga mugweta mbere ya muthamaki. Na ni tondu ni marigwo hau ni hokire akirecommend there is a Hebrew boy in the prison who is able to interpret this dream. Na Biblia inasema tukati the whole story short, Yusufu alitumaniwa agituika agerio kinyothi ejo na ethambe na harukio nguo arehwo mbere ya muthamaki. And the Bible says alipotafsiri ile ndoto, sababu alielezewa ndoto mbili, akamwambia mfalme na hizi ndoto mbili zinamaanisha kitu moja, ya kwamba kuna season ya abundance inakuja katika Misri na miaka 7 tutakuwa na mavuno mengi, itafuatwa na miaka 7 haina chakula. Na Biblia inasema ya kwamba sasa you have to strategize so that you be able to save for the years ambao miaka yetu ya kiangazi itakuwa na mataifa yote itashuka Misri, itaweza kupata chakula na hakuna mtu wetu ataweza kukaukiwa na njaa. Biblia inasema ya kwamba katika sasa verse 33 to 46 muthamaki akimwira akitarwo ni andu aria mathiurukiirie muthamaki nitucarie mundu ukuhota gwika this management ya manage ya kwamba after giving the tithe gicunjĩ gĩa 5 kĩigwo ikombe-inĩ rĩa bũrũri nigetha mĩaka ĩyo 7 ĩrafuata ithuĩ tũtigakorwo na thĩna. Nake muthamaki akiuga no ũngĩgĩkorwo tiga we Yusufu wahota kuheana ũgĩ ũyũ. Kuna hiyo verse ningetaka kusoma so that we back up that competence factor. Verse number 33 Biblia inasema tondu ucio Firauni ni acarie mundu mufarĩrĩri maundu na mũũgĩ amutwe mũrori wa bũrũri wa Misri. This is the character of the leader ambao alitakikana. Na Firauni nieke uguo ningĩ atue andũ amwe atibarĩri maundu ma bũrũri. Tũngĩroga verse 37 atĩ naguo ũndũ ũcio ũkĩona ta ũrĩ mwega nĩ Firauni na ndungata ciake ciothe. Firauni agĩkĩũria ndungata ciake atĩrĩ, anga twakĩhota atĩa kuona mũndũ ũngĩ ũtari ũyũ wĩna roho wa Ngai thĩinĩ wake? Na Firauni akĩra Yusufu atĩrĩ,
tondu Ngai ni akuonetie maundu maya mothe ri nguga atiri ati hihi gutire mundu ungi mufaririri maundu ma na ugi gugukira tondu ucio we niwe ugutuika murori wa nyumba yakwa nao andu akwa othe marithiaga na niwe ota uria uriuga na mariathagwo niwe ota uria uriugaga undu gugukira naguo ni no guikarira giti kia uthamaki. Semeni competence. Praise the name of the Lord. So from prison and then he went to Paris. Na kimura undu gugukira naguo. Yani that advice he gave, it sounded so competently. Yakoba yeye tu ndiye alichaguliwa, and the rest of the story we know. Yakoba yeye tu alikuwa kwa steering wheel katika the whole Egypt, na mataifa yote ya Misri ikashuka Egypt kutafuta chakula ile miaka ya kiangazi. The last pillar of leadership is service, and this is where we talk of the servant leadership. Servant leadership. Luke 22:25 to 27 na sitasoma nitoya ati Jesu akira arutwo ake uria ugukorwo ari munene kuriwe kuri nyunyuothe ni uria ugwitikira gutuika ndungata. That's what we call the servant leadership. But there is another scripture in Deuteronomy 28 verse 47 na 48 ambayo nitasoma, ambayo inafaa tushike kama viongozi. Tukikosa kumtumikia Mungu kwa furaha with passion, hii ndio itatupata. Biblia inasema ya kwamba in the book of Deuteronomy 28 verse 47, "Nugukorwo ndigana gutungatira Jehova Ngai waku ukenete muno na ushaukite ngoro muno ni undu wa uria indo ciaku ciothe cingihite, tondu ucio ugatura utungatagira thu iria Jehova akarekereria hari we igukirire uhutite muno na ukanyota na uri njaga na wagite indo ciothe nacio ni ya gwikira mutu wa ngingo wa kigera ngingo o ngingo hindi iria na kinya hindi iria igakuninukia fiu." So this is the warning to the leaders. Ukikosa kumtumikia Mungu kwa furaha, ati utatumikia yale maadui ambao tumesoma pale. So process of becoming a self-governed person. Number 1, you must follow the leading of the Holy Spirit. You must follow the leading of the Holy Spirit. Lazima tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Number 2, you need to submit to the counsel of the word of God. Etekera gwathone kiugo kia Ngai. You need to submit to the counsel of the word of God. Psalms 119 verse 130. The Bible says the entrance of your word giveth light and understanding to the simple. Wewe ambao unasikia wewe umeteuliwa kwa uongozi mara ya kwanza, just submit to the counsel of the word of God. It will give you light and it will give you understanding in your simplicity of leadership. Number 3, you need to be self-controlled according to Proverbs 16:32 and Proverbs 25:28. Atukikosa kukuwa na self-control, your walls shall be broken. Na unaweza kutupa what we call the self-identity. That is Proverbs 25:28. If you lack self-control, your walls of self-identity are going to be broken. Therefore, let us be determined to adopt the locust mentality. Na turirikane the 4 lepers aria mari thiini wa 2 Kings chapter number 7, moranirie, why sit here until we die? Ni tondu situation ya Samaria ndari njega kwari ng'aragu, ona muthamaki ndari na solution. Atugire tutuike problem solvers. Atumia mari aga ciana ciao ni tondu wa ng'aragu, according to 2 Kings chapter number 6:28. Tuona atumia makiria ciana ciao, muthamaki ndoi uria gwika. 2 Kings 6:27, the king had no solution. Not the 4 lepers acio matindikitwo ni undu wa mangu makiurania, why sit here until we die? Kogwa andu acio monekete me insignificant ni tondu wa mangu makioya ikinya. They rose up tene riaritana thereruka na magithie to the camp of Syria. And the Bible says in 2 Kings 7:6, walipochukua hatua ya kukanyaga, ati Ngai agikira maguru mao mirurumo, ati mbuto ya Suriata
igiciria ni tumaneirwo jeshi cia kumokirira na Biblia yugaga ati othe makiura na magitiga irio magitiga indo cia dhahabu magitiga nguo ciao magitiga mbarathi just because of the locust mentality of the four lepers. Waliposema kwa nini tukae hapa tukufe? Na Biblia inasema kupitia hicho kitendo Samaria igituika ya kuninirwo ng'aragu. According to the word ya mtumishi wa Mungu alivyosema ati rucio mathaa ta maya mutu ukendagio shekeri mu murango-ini, and God bring that prophecy to fulfillment for the people who had the locust mentality na wakaamua kuingia katika kambi. Bwana sifiwe. Uliza jirani kama ameso. Alone. Bwana sifiwe. Nataka tumalize na part B ambayo inachukua few minutes about buliani ama departure. I'm through with you leaders. Na tuko hapa ni kwa sababu mchungaji wetu amekuwa na sisi for the last 6 years. Na we have become a better version than the way we are. I could tweak it a better version. Then we have not partaken the grace upon our parish minister. Na ndiposa nataka kumaliza na hiyo kipengele few minutes alafu niweze kuondoa ile tulipata katika first reading, na sitaelezea mengi kwa sababu tunajua hadithi na nigetha tuote guthie kikiro kiu kingi. We know about Elijah thutha wa kuruta wira munene at Mount Carmel na agithiritano ni prophet agithiritano ni Jezebel ati ni akumuraga na ni haria orire ari na a lot of desperation, a lot of burnout ni tondu wa hotani ucio, na hindi ria mukirire the threatenings ni tondu ari mundu akiura. Na Biblia inasema ya kwamba Jezebel agitua itua ni afangite akimuthreaten korone ndako muraga ona dangia shoutete, but she's just backing that I'm going to kill you, but there is no action she is taking. Nake Elijah tondu ni mundu ona ari na hotani ucio akigwa tetigira na akiura na arorira to the south mwena wa south in the wilderness, and na a lot of depression na akiriragiria gukua. And the Bible says Hederia Elijah ali at his lowest moment. Tunajua vile Biblia inasema ya kwamba malaika akimumirira akimwira ukira urie nonywe ni tondu ni uguthie thabari ndaihu, na akimuhe irio cia kumukua matuko 40 nigetha ambate kirima-ini kia Horeb, na hau niho Ngai abangite kwaraniria nake. The Bible says alipofika Horeb ati gugiuka githingithia gugiuka ruo runene gugiuka kinya mwaki. No Ngai ndari maundu-ini macio ungieciririe Ngai ni agera kuu, no te Ngai amwaririe na kamugambo gaceke. Na hindi iria amwaririe turona ati aramuhe the what we now call the new commissioning at the Mount of Carmel. Ni tondu niho amuheire instruction ati we ukire tondu amurie what are you doing here, na hindi iria amuririe guo arenda kumuhe wira wa guthi kwika what I'm calling the new commissioning. Na niho tumana ogithoma verse 15 na tutiguthoma verse 15 and 16 amwirire ukire uthie wera-ini wa Damascus uhota guitiriria Hazaeli muthamaki wa Syria maguta, na uitiririe Jehu muthamaki wa Israeli maguta, ucoke uthie uitiririe maguta Elisha nigetha orore wira waku wa unabii. Kwa hivyo aliambiwa aende a commission watu watatu: mfalme wa Syria ambao ni Hazaeli, mfalme wa Israeli, na pia aweze kumwagia mafuta Elisha ili aweze kuchukulia kazi yake wakati atakuwa ameondoka. Na ndio kana leo the three commissioning ama the task aheirwo no emwe ahingirie, tondu gutire handu athire agitiriria Hazaeli maguta, ndaitiririe Jehu maguta. Later in the scripture Elisha ni warutire wira ucio, and you can quote the scripture ya kwamba ni Elisha alifanya baadaye wakati Elijah alikuwa ameweza kuondolewa. In 2 Kings 8:7-15 for your recording, how no turona agithie guitiriria Elisha ni hindi ria Elijah athiete later so many days after in 2 Kings 8:7-15 ho turona Elisha ni wathire guitiriria Hazaeli maguta. And in the 2 Kings 9:1-6 turona Elisha agituma one of the sons of the prophet
athie na mukebe wa maguta athietererie Jehu. Koguo wira uria maundu ma matatu Elijah heirwo maya mere macokire kurutwo ni Elisha later on according to the scriptures have given you. Undu uria kire ni haria tuthomeirwo ithomo ati Elijah after receiving the instruction from God, verse number 19, ni wathire hediria thiaga na njira agikora Elisha the son of Shaphat na ati ni kurima arimaga na miro yake 12 na Biblia rauga ati ari mugunda-ini akirima uririkane Ngai amwira uthio muitiririe Elisha maguta niwe kuerera wira waku. Na Biblia inasema ya kwamba handu ha kumuitiriria maguta amunyuguteire what we call the mantle of his office ya prophecy ndio aliweza kumurushia na akimuikiria. Kwa I was loving Elisha nitondo ni amenyire orierwo because the mantle was the symbol of Elijah's prophetic authority, and when he threw it to Elisha it means or rather nitakomwira mwirire I call upon you to join in my work as a prophet. Now according to 2 Kings chapter 1 verse 8, manto yale roa koragwo rwina guoya the fur. So it was a peculiar clothing of the prophet made of skin dressed with hair. Na roa runedu amunyuguteire na Elisha got the revelation immediately, and he understood that the king's business requires haste. Tondu ni amwirire akimutengerera akimureke joke mucie mumunye baba na mami joke ngumurumirire. Na nidirona gaka undu hau ati Elijah aramwariria tari kumukuma aramwira go back, what have I done to you? Na jira guya mwedie we ufanye haraka uwede umalize vile unafanya uweze kuja kunifuata, because the mantle I've given you, I want you to be my successor as a prophet. And the Bible says verse number 21 halaturekerio naho Elisha left him and went back na akifujaga gari ciake cia kurima na cio ng'ombe iria ciake ari nacio ciothe agicithĩnja akiruga na makĩrĩanĩra na family yake na andũ magĩũka na makĩrĩa. And the Bible records that then he set out to follow Elijah na agĩtuĩka ndungata yake. So I want you to imagine the level of sacrifice and the total surrender ambao tunaiona kwa Elisha. The 12 yoke of oxen to till the ground means he had a considerable large estate, and therefore agetekera the prophetic call at the expense of his real estate. He forsook the family, he forsook the asset, and was willing and joyfully committed himself for a better cause to follow Elijah and become his servant. And this is what we call the sacrifice. And the sacrifice is the power to lay down. So fast forward, neto rugano lea rwathire 2 Kings chapter number 2 tunajua habari yake. We see now the spiritual succession taking place. Na netuona ate Elisha akiweza kupokea ile inheritance ya prophetic mantle and the spirit of prophecy, na which is symbolized by a journey to Jordan River. Na tunajua ya kwamba kulikuwa na vituo viine ya kwamba Elijah ako Gilgal na Elisha anamfuata na Elijah anamwambia wewe kara haha thie kuria Bethel, na the sons of the prophet no iraugereria ile roho ya kumdiscourage kwamba kwa nini unafuata your master. Na kwa hivyo alipomwambia kae Gilgal akakataa. Tunajua hiyo hadithi, it is in the 2 Kings chapter 2. Bado akamfuata Bethel, akamsurutisha wewe kaa hapa na mimi niende Jericho, na yeye Elisha anakataa. Na bado anamwambia bado nitakufuata. Alipofika Jericho anamwambia Elisha wewe kaa Jericho na mimi niweze kufika na yeye bado anasisitiza bado ninakufuata. So kwa nini tunaona hii ya kwamba tunaona Elisha faithful discipleship anapo insist ya kwamba lazima nikae na wewe karibu kama kiongozi wangu ama as my master. Na tunaona ya kwamba hizo zote vituo zote ine they were very symbolical
because each stopover was marking, and this is very important, yakwamba each stopover was marking the end of Elijah's ministry and beginning of Elisha's. Kwa omakinya Gilgal harika udwa mukagira, makinya Bethel akarekia na kamunegera, makinya kukogeda. So the point is, walipofika katika kuvuka Jordan, tunajua ya kwamba aligogesha ile manto yake na kukawa na njia katikati ya maji na wakaweza kuvuka wote wawili. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba it was a very very miraculous departure, because that was the sign ya kwamba Mungu bado anatumia Elijah, na wakavuka wote wawili. Na walipofika pale katisha, tell me, what can I do for you before I am taken from you? Remember, we are talking of departure. Naye Elisha akajibu, let me inherit a double portion of your spirit. Elisha replied. And then verse 10, you have asked a difficult thing. And Elijah said, yet, mark that verse about unasoma, because this is the prophetic word for you as mchungaji exit. Yet, if you see me when I am taken, it will be yours. Otherwise, it will not. I repeat that word. Yet, if you see me, imagine yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. So if you see me when I am taken from you, then it will be yours. Ninasimama hapa nikimalizia niseme ya kwamba mchungaji wetu amekuwa mchungaji mwema. Kweli si kweli? He has been our good shepherd, and we are all partakers of the grace that God has bestowed. She has been our prophet. Bwana sifiwe. Hosea 12:13 inasemaga, and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet they were preserved. So kupitia neema ya mchungaji for the last 6 years, kuna familia nyingi zinaweza kurejeshwa, and many have come out of their captivities. Many have become better versions of themselves. I remember my first conference, August 2021. The version I was by then is not the version I am today, because of the grace of our parish minister. The way I could teach, it's not the way I teach today. I have developed spiritually, emotionally, also physically. Praise the name of the Lord. Because many have become better versions of themselves, and many businesses are thriving well, and our parish is doing pretty well. And every one of us has a testimony of invitation from the servant of God, but now the time of departure is here with us. The time of departure is here with us. But this is the word. If you see me, if you see me when I am going away, it shall be yours. Praise the name of the Lord. A good shepherd gwiciragia rucini ndokira akoragwo na indo igiri, a rod and a staff. A rod ne thiari kamutega kogega tungu gwe gatari karaihu, na the other one is staff, muthegi murithi wothe wa mburi ni ari indo icio cieri. Na ndetararia horo wa thiari, it is that road na purpose yake, it is to defense against predators and for discipline. Mutungatiri ni anyitete thiari wake wega for the last 6 years, na gathiari kau ni gatuthikite kuri miturire itu for defense and also for the discipline. Kuri akurutete na gakuhe discipline, just take it, it is a discipline by love. Bwana sifiwe. Na pia gakogega kuhe karito ate ogiona the egioka ni kuriga thone. And the symbolism of the Lord is that the Lord represents correction, discipline and authority. So I'm here to confess that our referent ameweza hold the Lord very well, which has been for correction. She has corrected all of us. And then we have received the discipline, and we have received her authority. And then I mean thiari hende atoko horo wa muthegi ukoragwo na kahuanga hare iguru,
na purpose kana ukoragwo wina kahua ngana ni muraihu na ukoragwo wina kahua kahari iguru. What is the purpose? It represents guidance, support and rescue. The purpose of staff is to represent guidance, support and rescue. Kogwo hidiria arenda kuhonokia mburi igithi kuingira kwene ameharukagia kahua kakaugingo akamihundura kana kuguru akamigucia na ningi direciria mburi igithi gukinyira mahuti iguru ni amikurukagiria na kahua kakau akamikurukiria ni tondu ucio niguo wira wa muthegi. And for the two items mchungaji ameweza kuzishika vizuri na agacoka utugire Ngai amuigireire iguru wake akaohuthira gututungatira ithuĩ, true or false. Praise the name of the Lord. And I was trying to analyze her in my own thinking kana de wiki gona arena a lot of graces that she carry. See, do you know that our reverend has the gift of wisdom? Do you know that she has been resilient and consistent? Nilishihora gutumaga devotion ya rushini si mwaka moja si bili yote sita hatujawahi kosa the daily devotion. That is resilience and consistency. Can you imagine the gift of administration? Our elders, you can unaweza kuconfirm that Yakoba kuna pia akona neema ya leadership. We can also say she's a virtuous woman of Proverbs 31. Because she invests in real estate, I know. She has also been so motherly. Amekuwa kiturekebisha na upendo mwingi. Okorohe, the motherly love we have felt ni kupitia mchungaji wetu. And then she has the grace to empower the gift. And the testament, Yakoba ameweza kuni-empower in my teaching ministry. Bwana sifiwe. And I thank God because I've become a better version. So dada kugatia, for all these graces that mchungaji ako nazo, nataka uimagine akikwambia kile okweliredia, if you see me when I am going away, it shall be yours. Praise the name of the Lord. That specific grace that you want to adopt from her, it calls for attention. Todo hedere alisharirwo wewe usodhererie lilio na gioyo, then hiyo unahitaji unatamani double portion itaweza kuwa yako. So I'm here to tell all of us the implication of this word. If you see me when I'm going away, todo mtubete lidawethi na hualo huidia wethi na ndege. But if you see her, wale tutaweza kumzidikisha kwa airport, hari agathi twero nywele no muinuke. When you see her, when she is going away, it shall be yours. What is the implication? The currency, right? This is the last point. The currency you pay for an encounter is attention. And I repeat it again. The currency you pay for an encounter is attention. And as mchungaji pray for us and speak of our lives, the only way and quicker way to receive the impartation about unatamani, it is by paying attention. Then what you desire from her, it will be yours. Now it calls for honor, it calls for respect, for you to receive the end gracing. Matthew 10:41, the Bible says, he that receives a prophet in the name of a prophet shall receive prophetic reward, and he that receives righteous man in the name of a righteous man, he shall receive the righteous man reward. Now lilikane, you cannot worship what you dethrone in your heart. Kono nginya na geteo hare otugie cio Ngai naguo iguru riake nigetha wamukire kuma kuri we. Mwathani agocwo. Tell your neighbor, if you see Reverend when she is going away, whatever you desire, it shall be yours. The conclusion, I will say that we are in a very defining moment. We are in a very defining moment. Now there are outgoing leaders and incoming leaders. And one of the outgoing is our beloved Reverend. That is the reality that is there. Jacob's and Laban's departure, it was not easy.
Remember when Jesus wanted to depart from his disciples, it was not easy. So departure is never easy. Abraham departing from his father's house, it was never easy. Jonathan to David departure, it was never easy. Na kou guothe kwari na maithori. Na ndi haha gukwira aiko ni kuhota kurira wina rutha rwa kurira. Tondu mweri 23 tutikenda kurehe maithori tugi celebrate mutungatiri tukenda kumumagaria na gikeno. Bwana sifiwe. So I want us to stand. Praise the name of the Lord. Because I'm done, I want us to stand and we have time for prayer. Na tutakuwa tuna only 3 prayer items ambazo nitaelezea kama hivi. Ni vizuri tuombe. This is our last parish event tukiwa na mchungaji. Na ni vizuri ya kwamba ametuombea miaka 6, ametuhudumia miaka 6. Ningetaka nasi tunene neno la baraka kwa mchungaji kwa sababu ya vile amekuwa baraka kwetu. So nitukwenda tugana idaru ria kuhoera kirathimo toria kirathimo he mutungatiri. Number 2 nitukuhoya ni tondu wa mutungatiri uyoroka nigetha ahote kugia na safe landing na ria mwisho mutungatiri nya gutwariria kirathimo nigetha twire if you see me when I am taken away then it shall be yours. With all humility nauliza mchungaji na wazee wa kanisa tuweze kuja hapa wote na ili tuweze kufanya yale maombi. Mchungaji and all the elders tuweze kuja hapa katikati na ni kwa unyenyekevu mkubwa sana. As I read these words, ninaposoma haya maneno katika kifungu cha Atumo 20. Tunapokuja to make a circle and then our reverend atakuwa katikati. Nikifanya hivyo nasoma haya maneno. We make a circle because umekuwa ni ofisi yake. We honor you. We appreciate your leadership that you have accorded our mchungaji. Na ndenda guthoma ciugo ici tari mutungatiri urashiaria and then kutoka hapa nitarika Elder Rusi aweze kutuongoza hiyo few minutes tunene mchungaji baraka. Kutoka hapa nitarika Elder Godho aweze kuomba kwa sababu ya incoming minister na finally mchungaji ataweza kumalizia aweze kutuombea baraka. So these are the ones I want to read in the book of Acts chapter number 2017. It is Paul departure to Ephesians alipoita wazee wa kanisa kuwaaga. Na aria mari Mileto akirekania Efeso, this is Paul, agita athuri akanitha moke hariwe. Na makinya akimera atiri, inyuĩ nĩ mũĩ ũhoro wa mĩthiĩre ĩrĩa ndaikaraga. Ndenda wone ciugo ici nĩ mũtungatĩri ũraciaria. Inyuĩ nĩ mũĩ ũhoro wa mĩthiĩre ĩrĩa ndaikaraga nayo matukũ mothe marĩa ndaikarire na inyuĩ kuma wa mũthenya ũrĩa ndambire gũkinya na ikinya rĩakwa gũkũ Asia. Mũgakĩmenya ũrĩa ndaikaraga ngĩtungatagĩra Mwathani ndĩnyihĩtie mũno na ngĩitaga maithori, na ũrĩa ndageragio na magerio nĩ ũndũ wa ũrĩa Ayahudi manjohagĩria manjĩke ũũru. Ningĩ atĩ ndirĩ ndatithia na atĩ ndatithia ta ndĩ na guoya ngĩmũheaga ũhoro ona ũrĩkũ wa kũmũguna, ona ngĩmũrutagĩra maũndũ harĩa andũ makoragwo monganĩte ona kwanyu mũciĩ, ona atĩ ndanoimbũrĩra Ayahudi ona Ayunani ũhoro wa kwĩrira mbere ya Ngai na gwĩtĩkia Mwathani witũ Jesũ Kristo. Na atĩrĩrĩ, rĩu ndathiĩ Jerusalem, rĩu ndathiĩ UK, ngĩiguaga ta ndĩ muohe ngoro-inĩ yakwa, na ndikũmenya maũndũ marĩa makangora ndĩ kũu UK. Tiga atĩrĩ, atĩ matũũra-inĩ marĩa mothe thiaga-rĩ, Roho Mũtheru nĩ anyonagia atĩ ũhoro wa kuohwo na wa kũnyarirwo nĩguo ũnjetereire. No rĩrĩ, atĩ niĩ mwene ndũre muoyo ndikuona ta arĩ bata. Ingĩhota gũkinyia njĩra gĩturi
iria ndonereirio thiagire na hota kuhingia utungatiri uria ndaheirwo ni Mwathani Jesu niguo wa kuhunjanagiria uhoro uria mwega wa Ngai ndi muira waguo. Na riri nĩ njũĩ atĩ inyuothe onye ndacangaga kwanyu wothe mĩciĩ ĩno itũ ya Banana ngĩheanaga ũhoro wa ũthamaki wa Ngai mũtigacoka kũnyona ũthiũ rĩngĩ. Tondũ wa ũguo nĩnguga na ma ona ũmũthĩ ũũ atĩ ndirĩ hingo ingĩcokererwo nĩ thakame ya mũndũ wothe angĩũra, nĩgũkorwo ndirĩ ndatigia na atĩ ndĩna guoya ngĩmũmenyithia maũndũ mothe marĩa Ngai atũire aciragĩra gwĩka. Koguo verse 28 wĩmenyagĩrĩre inyuĩ ene, this is the last instruction, ona mũmenyagĩrĩre andũ othe a rũũru rũrĩa Roho Mũtheru, this is for you elders, mũmenyagĩrĩre andũ othe a rũũru rũrĩa Roho Mũtheru amũtuire arori aruo nĩgetha mũrĩithagie kanitha wa Mwathani ũrĩa eguũrĩirie na thakame yake mwene. Nĩnjũĩ atĩ ndarĩkia gũthiĩ ndĩmũtige, andũ matariĩ ta njũĩ ndĩani nĩmarĩtonya thiritũ-inĩ yanyu na maticayagĩre rũũru rũu. Ningĩ gatagatĩ-inĩ kanyu nĩ harĩũkagĩra andũ mekwaria maũndũ ma ũtũrĩka nĩgetha magucagĩrĩrie arutwo mamarũmagĩrĩre. Hakĩrĩ ũguo, the last verse, ikaragai mwĩhũgĩte mũkĩririkanaga atĩ ihinda rĩrĩa rĩa mĩaka ĩtatũ, mĩaka ĩrĩa tũtoĩ mũtungatĩri athiĩ, mĩaka ĩrĩa atũtungatĩra ĩtandatũ, ndirĩ ndatiga kũmũtaara o mũndũ na o mũndũ mũthenya ona ũtukũ ngĩitaga maithori ya mũico, na guo rĩu ndamũtigĩra Ngai. Washirika wote mnasikia? Na nĩ ndamũtigĩra Ngai na nĩ ndamũtigĩra ũhoro ũrĩa wa wega wa Ngai, arĩguo ũngĩhota gũtũma mũrũmĩte ta nyũmba yakĩtwo wega na mũgaĩrwo igai hamwe na arĩa othe mamũrĩtwo magatherio. Bwana asifiwe. Karibu Elda Lucy, tutaenda na hiyo taratibu. Elda Godho halafu mchungaji. Amen. Elda Lucy. As a parish, we are here to thank God for his faithfulness. Na kwa ubali ametuleta, kwa hakika tumeona uaminifu wa Bwana, na tuko hapa kuomba na wa Reverend juu ameomba nasi all those years. And therefore I'll give each one of us a few minutes that you say a prayer before the Lord for our minister, ili ukabidhi maisha yake kwa Bwana na mahali anapoenda, that we can all say a word of prayer. So can we all go before God? Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante, 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 tumekuja kusema asante, 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 tumekuja kusema asante. Thank you. Jesus. Yes, Lord Jesus. Twasema asante, twasema asante.
twasema asante ewe Mungu wangu, twasema asante Baba, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wangu. Our Father and our God, we come before your throne of mercy this afternoon, dear King of glory. We are here with hearts full of gratitude for what you are to us, O God. Tuokaga gũcokeria ngatho na gũtia ithe witũ nĩ tondũ wa mawĩko maku Ngai, nĩ tondũ wa wendo waku, nĩ tondũ wa ũmenyeri waku, nĩ tondũ wa ũtugi waku. Amũkĩra ngatho na riri na gĩtĩo nĩ tondũ wa wĩ Ngai. As a parish gathered here this afternoon, Father, tuoka kuga wĩ mwega. You are good, O God, your love and your mercies endure forever. We are giving thanks unto you for giving us a gift of Minister, our Reverend Mary, the King of Glory. She has been a gift to each one of us for the last 6 years. And she has done so much into our lives, O God. To us, gather for the many prayers that have been poured to our lives, O God. Through her, O King of Glory, houses has been built. Mother, you be assured and took it established through the prayers unto our lives, O God. O God, marriages have been started, O God, through her, my Father. Vehicles have been bought, O God. Many are the things that you have enabled her to do to us, O God, in the last 6 years. And we are here to say thank you. Thank you, King of Glory, for enabling her. Na through her, Lord, we have experienced you, my Father. We have seen your faithfulness, O God. We have seen your healing, O God. Healing us our physical bodies, our spiritual bodies, my Father. Healing us emotionally, O God. We have seen you in a great way. We are here to say thank you. Thank you for your servant, King of Glory. Na tondu Mwathani ni wambararagia andu aku, na itoka gucokia ngatho ni tondu ni wambararĩtie ndungata yaku, ũkamũhingũrĩra mũrango ũngĩ mwerũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ warĩ ha process ĩno ĩkĩambĩrĩria Mwathani, na rĩu nĩ wamĩkinyĩtie harĩa wamĩkinyĩtie. We are here to say thank you to you, Lord. Nĩ wega Ngai tondũ gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ mekire interview, your favor was upon her, God. And she was able to go through the interviews, my Father. She has been able to go through all the processes of being accepted, O King of Glory. And we are here to say thank you. Humble, she has submitted herself to you. She has surrendered herself to you, God. That Father, you continue to go before her, my Father. The Lord, you may remove every mountain that may stand her way. The Lord, you may break every steel door that may block her way, Father. Nigetha Ngai mũkinyie kĩrathimo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno ma mbere yake. Kũrĩ thabarĩ araharĩria gũthiĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kũrĩ famĩlĩ areciria ũrĩa gũtiga gũsettled Mwathani. Maũndũ maya Mwathani twamacommit kũrĩ we. Tondũ twĩraga Lord, you commit our plans to you and you establish our thoughts. May you establish the thoughts of your servant, O God. Nĩgetha maũndũ maya matikamũhe kĩrĩa kĩa gatho. No agĩe mathayo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ kũmenya atĩ we akwĩhokete, we wanamũnyita na guoko, ona rĩu no ũmũnyitĩte na guoko gwaku gwothe. Nĩ thengiũ Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ nĩ kuuma oka nĩ atwĩrire harĩa ta ciana iria ciaciarirwo rĩu cukuru. She's such a blessing to us, O God. Therefore, as your servants, O God, as you surround her, my Father, tondũ tũmũirigĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ, twahoya atĩ nĩ gũtũũra irigĩirwo nĩ araika aku na mwaki wa Roho Mũtheru, nĩgetha gũtikagĩe na ũgwati ũkamũkora. There is no enemy that will enter her tent, because Lord, you keep her safe, King of Glory, from any attack of the enemy. Na mũguo wothe wa mbara ngĩgaikio mwerekeire Mwathani, tũrahũndwo na njĩra mũgwanja thĩinĩ wa Jesũ Kristo, na tũkenda kũ-agree together as your servants, O God, that gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũkũrũgamio kana rũrũgamĩtio ũkwagĩrĩra wĩra-inĩ waguo.
concerning your servant, the King of glory. Therefore, Father, we are grateful. Those that receive the prophet, they are able to receive the prophet's word. And you know, as a parish, we have received the word that your servant carries. We have received the graces that you have imparted in our lives, O God. And you know our lives are never the same again. This parish is going higher. Higher, oh Father. We are going to heights that we have never known, my Father, because you continue to hold our hands and you continue to walk with us, oh God. We want to surrender to you, my Lord. We cover your servant with the blood of Jesus and pray for divine protection over her life and the life of her family, the spouse and the children. The Lord, you may continue to protect them. We pray for the divine provision. The Lord, you are going to provide to their every need according to your riches in glory. We pray for your divine peace, that even wherever she's going, she will experience peace that surpasses human understanding. And we also, dear Master, pray that she will continue to receive divine promises. The Lord, you have spoken over her life. We thank you. Niwega mwathani ni tondu kuri maundu maingi muno me mbere yake. Kuri thabari arahariria guthi kigongona kia matu-ini. Kuri family areciria ria gutiga yesettled mwathani. Maundu ma mwathani to amacommit kuri we. Tondu twiraga the Lord, we commit our plans to you and you establish ours. May you establish the thoughts of your servant, O God. Nigetha maundu ma matika muhe kiria kiagago. No agie na thao kigongona kia matu-ini. Nikomenya ati we akwihokete we wana munyite na guoko ona riu no munyitete na guoko gwaku gwana. Ni thengio Ngai ni twagucokeria ngatho. Thengio mwathani ni tondu na kumoka ni atwirire haria the ciana iria ciaciarirwo riu icukuru. She's such a blessing to us, O God. And therefore, as your servants, O God, as we surround her, my Father, toria tumuirigeire kigongona kia matu-ini, twahoya ati ni agutura irigeirwo ni araika aku na mwaki wa Roho Mutheru nigetha gutikagie no gwati ukamukora. There is no end that will enter her tent, because Lord, you keep her safe, King of glory, from any attack of the enemy. Na muguo wothe wa mbara ngigaikio mwerekeire mwathani turahundra na njira mugwanja thiini wa Jesu Kristo, na tukenda kuagiri together as your servants, O God, that gutire mutu ono wa mbara kuruganio kana rurugamitio ukwagirira wira-ini waguo concerning your servant, dear King of glory. Therefore, Father, we are grateful. Those that receive the prophet, they are able to receive the prophet's word. And we know as a parish we have received the word that your servant carries. We have received the graces that you have imparted in our lives, O God. And we know our lives are never the same again. This parish is going higher. To walk with us, O God. We want to surrender to you, my Lord. We cover your servant with the blood of Jesus and pray for divine protection over her life and the life of her family, the spouse and the children. The Lord, you may continue to protect them. We pray for the divine provision. The Lord, you are going to provide to their every need according to your riches in glory. We pray for your divine peace, that even wherever she's going, she will experience peace. Understanding. And so, dear Master, pray that she will continue to receive divine promises. The Lord, you have spoken over her life. We thank you and we bless you, Lord. We thank you, dear Master, even as we are waiting there a few days to have prayer on my Father. The plans before us, we commit them to you. The Lord, you may continue to guide us. That even on that day of 23rd, oh God, as we celebrate and we bid her farewell, it will be well with us. It will be well with her, oh God, together with her family. Wherever she is going, oh God, go there before her. May you make a path for her, oh God. Etekerekane rurirathi gukurithia kigongona kia matu-ini na toria aratuikire kirathimo thiini wa paricio atuike kirathimo kia bururi wa UK. Kiugo giaku gitwiraga ati kuria tugathie Ngai twakinyithia makinya maitu twatuika kwigwatira riu ona riu agithimo thai reke anjie kwigwatira reke kwigwatira nginya bururi wa kiroho wa bururi ucio, because there will be a
to the glory and honor of your holy name. We worship you, Father. We give you glory. As parishioners of this parish, we are so grateful to you. Let's all clap to the Lord, because Lord has done for us. Our prayer of faith, in Jesus' name we pray. Blessing upon you in the name of Jesus Christ. Holy Spirit of God, like you have labored with us, Lord, you shall lead them. You shall lead them. You shall lead them. You shall anoint them, Lord, to come and speak your oracles, O Jehovah, in the name of Jesus. Heavenly Father, we want to pray that our hearts as parishioners, as the leadership of this parish, O God, we shall prepare the way for him or her, and all God be glorified in the name of Jesus. This ground, O God, is ready and prepared, O God, for your servant. Our hearts and our minds are prepared for your servant. In the name of Jesus Christ. Umetembea nasi, ubariki pokea sifa mwaminifu sana, hakuna wakulinganisha nawe. Asante kwa sababu mioyo yetu imefungukana kwako, watujua vyema. Ni asante, tunataka kuashiria mchungaji wetu kwa neema kubwa. Mungu Baba akiondoka, Mungu Baba neema yako ikamtosha. Ni asante kwa mchungaji ambaye anaingia ili achukue usukani. Mungu Baba, mioyo yetu tena imefungukana kwako. Ni baraka kwetu. Ni baraka kwetu. Ni baraka kwetu kama kanisa lako. Sisi Mungu Baba hatutakuja kufuata yeyote. Tunafuata wewe. Mchungaji wetu akatuonyesha kukufuata. Mungu Baba, tutakufuata wewe daima. Diposa tunajiashiria mikononi mwako. Yeyote ambaye unateula, Mungu Baba akashika usukani, Mungu Baba tuamwashiria mikononi mwako. Ni asanti kwa ile mipango ambayo inafanywa, mwadhani mipango yetu ameniana moko ine mako. Jehovah God Almighty, that you may lead them. That Jehovah God Almighty, your wisdom shall prevail in the name of Jesus Christ. Thank you for anointing for Banana. Heavenly Father, we speak your blessing upon him or her in the name of Jesus Christ. Holy Spirit of God, like you have labored made with us, Lord, you shall lead them. You shall lead them. You shall lead them. You shall anoint them, Lord, to come and speak your oracles, O Jehovah, in the name of Jesus. Heavenly Father, we want to pray that our hearts as parishioners, as the leadership of this parish, O God, we shall prepare the way for him or her, and oh God, you shall be glorified in the name of Jesus. Tukwenda kuhoya muthamaki mwega otorio turaga moyo. This ground, O God, is ready and prepared, O God, for your servant. Our hearts and our minds are prepared for your servant in the name of Jesus Christ. Otorio muthamaki mwega watu thomithia muthenya wao muthingai muthamaki twerekereria na kuriwe twerekereria na kuriwe Ngai nigetha twamukire igai rĩaku otoria wagaire Elisha muthamaki mwega ona ithuĩ gũtuga ona ithuĩ gũtugaĩra Ngai ndungata yaku ĩkĩingira muthamaki tuteithie gũkenerera na gũkũgoca nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Ngai. Heavenly Father, we pray for his eyes, O Lord, that he may develop your eyes to see us, O God. Maitho make Ngai matikanae gũtuona, no maitho make matuone ta ũrĩa ũtuonaga Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũrĩ na tũtarĩ Ngai atuone nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twakĩrekereria moko-inĩ maku Ngai, ũtũrathime tondũ wewe Ngai mwega, wĩ Ngai wa kũgocwo, wĩ Ngai wa gũkumio.
nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra mũnene Ngai wĩ mbere itũ Ngai. Heavenly Father, we pray that Jehovah God Almighty, you shall give us your wisdom, you give us your Holy Spirit, that we may be able to see like you do, so that we may serve you with diligence, oh God, in the name of Jesus. As we release our minister, Lord, we welcome the new one in the name of Jesus, in the name of Jesus. Twakushukuru wewe Mungu Baba kwa sababu mwaminifu, twajiashiria mikononi mwako. Ni maombi imani naomba. Amen. We receive the word of God as it is, and my prayer is that you are going to receive double portion of all the graces that God has given me, all to the glory of the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.